zama za utawala wa Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kukaletwa fikra ya kuanzishwa mwaka wa Kiislamu. Lakini kabla ya kuanzishwa mwaka wa Kiislamu, kalenda yake kulikuwa hakuna kalenda? Aljawabu la. Kulikuwa watu waliotangulia nyuma huko kabla yetu sisi Waislamu walikuwa na kalenda zao mbalimbali. Kwa mfano wa Egypt wa zamani walikuwa na kalenda zao na miezi yao, Barmahati, Barmud, ndio majina ya baadhi ya majina ya miezi yao. Walikuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tumetanguliwa sisi juu ya fikra ya kuwa na kalenda, tulitanguliwa. Lakini mwaka wa 17 al-Hijra, kama ulivyoelezwa katika Fath al-Bari sharh sahih al-Bukhari ya Ibn Hajar al-Asqalani, mjalladi wa 7 katika mlango wa mambo ya tarikh uliozungumzia kalenda ya Kiislamu, ikaletwa fikra kwa bwana mkubwa Sayyidina Umar kwamba tuna taabu sisi ambazo zinatupata. Mara nyingine inakuja document lakini haielezi itekelezwe lini. Kwa mfano, ilikuja dokumenti moja inazungumza matekelezo yake yawe katika mwezi wa Shaabani, lakini hatujui ayu Shaabani, Shaabani tulionayo hivi sasa au Shaabani uliopita nyuma au Shaabani ijayo. Lau linnasi ma yaarifun, wawekeni watu mambo wanayoyajua. Hili jambo halijafunguka hapa, haijulikani Shaabani ni ipi. Sababu kama hizi zimekuja nyingi, kama 3-4 hivi kwa Saidina Umar, ikampelekea ushauri huu wa ukubali. Alikuwa na kigegezi, lakini baadaye akakubali kwamba kuna haja ya kufanya jambo hilo. Ndio akawaita na kuwakusanya maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, wakalizungumza jambo hili kwa ushauri. Mwenyezi Mungu ametuambia wa amruhum shura bainahum, kwa ushauri, wakashaurizana, mwaonaje jambo hili, nimeletewa mimi mambo ya namna hiyo, nyinyi wenzangu mwasemaje, yafaa kufanya hata baada ya mtume mambo kama haya? Wakakubaliana kwamba inafaa kuanzisha kalenda ya Kiislamu. Waislamu na wao wawe na mwaka wa Kiislamu, wawe na kalenda yao. Ndio wakaona baada ya kukubaliana wapite katika kuona tunashika tukio gani litakalokuwa linasomeka katika kalenda ya Kiislamu. Kuna baadhi ya mambo yakaletwa kwamba kalenda ya Kiislamu ianze tangu kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengine wakisema hapana, kuzaliwa kwa Mtume kuna ikhtilafu, kwa hiyo haifai tufanye kupitia hiyo. Wengine wakasema mab'ath Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakasema pia mab'ath ina ikhtilafu. Mwingine akasema wafatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuchukue ile tukio la kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema hapana, tutajadidisha huzuni na vilio kumlilia Mtume sallallahu alayhi wasallam kila itakapofika mwaka unaingia. Mwingine akasema basi al-hijra, tukio la Mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina al-Munawwara, hili tukio linafaa. Mwasemaje? Sayyidina Umar ikamwingia kichwani akasema al-hijra farraqat baina al-haqq wal-batil faarikhu biha. Hijra, tukio la kuhama Mtume sallallahu kutoka Maka kwenda Madina, limetenga kati ya haki na batil. Haki imejulikana na batil imejulikana. Kwa hiyo wekeni kalenda kupitia tukio la kuhama Mtume kutoka Maka
kwenda Madina, ndio ukapatikana muafaka na makubaliano kwamba mwaka wa Kiislamu utaitwa mwaka wa hijra, na kwa sababu tukio la hijra ndilo lililoleta kuenea kwa Uislamu, kupatikana kwa kila jambo, kama ambavyo mada zimezungumzwa hapa na shekhe na mashekhe wote waliosimama hapa pamoja na profesa kutoka Sudan, wakakubaliana mwaka wetu huu wa Kiislamu ukaitwa mwaka wa al-hijra. Kabla ya mwaka wa 17 al-hijra, zama Saidna Umar, ilikuwa ni habari ya kwamba mtume, kuna tukio tu la Mtume sallam kuhama kutoka Maka kwenda Madina, lakini kalenda ilikuwa bado haijatengenezwa, lakini kama kwamba imeashiriwa kwamba kalenda itakuja kuwa ya hijra. Kwa hiyo tukaipata kalenda na sisi tukawa tuna kalenda.